Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa rehema, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa ajili ya asubuhi njema ambayo Mungu umetupa kuwa nyumbani mwako, ndani ya nyumba ya ibada. Asante sana kwamba ni kwa huruma zako hatuangamii. Na tunakushukuru kwa ajili ya mawazo yako ambayo Mungu unatuwazia asubuhi ya leo na juma hili lote, lakini katika maisha yetu na vizazi vyetu. Nasi Bwana tumekuja kwa unyenyekevu kupitia damu ya Yesu Kristo, mwana wako wa pekee aliye hai. Baba, utuhifadhi mioyo yetu tunapolisikia neno lako asubuhi ya leo. Utupe hatua moja katika nguvu ya imani. Neno lako limuuishe tena kila mmoja. Bwana mfalme wa amani, asiwepo aliyeingia katika nyumba yako atakayetoka kama alivyoingia, katika jina la Yesu. Maana umetupa wiki hili la semina. Mungu Roho Mtakatifu, utujalie neema hii kwamba tuweze kutembea na wewe wiki hii nzima. Ni katika jina la Yesu Kristo utuongoze kwa Roho Mtakatifu wako. Basi Bwana, namweka kila mmoja mbele zako. Acha mafuta mabichi ya Roho Mtakatifu yaendelee kudhihirishwa mahali hapa na ndani ya moyo wa kila mtu, ili Bwana tukapate kuyaona mapenzi yako, lakini si kuyaona tu, kuyatenda pia, ili Bwana tukapate kuona utukufu wako, ili Mungu wa rehema, wewe ukatukuzwe katika maisha yetu. Ninasimama kinyume na kila zuio la adui kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kila upinzani wowote ambao ndani ya wiki hii Bwana utatuzuia tusiwepo mbele ya madhabahu yako, Mungu Roho Mtakatifu, ni kwa damu ya mwana kondoo tunamshinda shetani, na kwa neno la ushuhuda wetu. Asante kwa kuwa utamjalia kila mmoja, Mungu wetu, kwa kadiri ya neema yako, kwa Yesu Kristo aliye mpatanishi na mwokozi wetu. Acha utisho wako Bwana uende mbele yetu, basi Mungu tukauone utukufu wako. Roho mwema uliye mwalimu wa kweli, tufundishe na kutuongoza, katika jina lipitalo majina yote, wote tuseme amen. Amen. Basi neno letu tukiwa tumesimama linalotuongoza wiki hii nzima kama tulivyoelekezwa na jimbo kwa Roho Mtakatifu wake. Ninaomba tusome kitabu kile cha Mathayo. Kama una Biblia yako fungua pamoja na mimi. Tusome kitabu kile cha Mathayo, sura ni ile ya 26, na nitasoma mstari ule wa 41 tu. Na mimi nakutangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa jimbo, pia kunituma niweze kuwa hapa. Lakini pia nipende kumshukuru mchungaji kiongozi kwa kunipokea na kunikubali ili tuweze kushirikiana neno la Mungu katika usharika wake kwa wiki hii nzima. Lakini nikushukuru wewe kwa kunipokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Ni saa yetu imefika na Mungu anataka kumtukuza mwanae. Amen. Amen. Kanisa halikuachwa chini, limeachwa juu. Kristo aliko. Haleluya. Kwa hiyo ni muda wetu mzuri wiki hii. Najua una shughuli nyingi. Najua umeajiriwa. Najua umejiajiri. Hata mimi nimejiajiri. Lakini nimemwomba Mungu, amenipa nafasi hii. Na nimewiwa na roho yako. Kwa hiyo niko hapa kwa kusudi moja tu. Mungu wetu atusaidie
adhihirike kwetu. Neno la Kristo ambalo tumelisoma, Biblia ni njema sana. Sema anasema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kukesha ni tendo la kila wakati, ni tendo la kila mara. Lakini tunaposema habari ya kukesha, tunasema habari ya kuwa macho, habari ya kuwa macho kiroho. Tunaposema habari za kukesha, tunasema habari za kusubiri Mungu afanye kwa wakati wake. Haleluya. Tunaposema habari za kukesha, ni habari ya kutokukata tamaa mpaka kieleweke. Haleluya. Na mimi nasema mtu yoyote anayekesha, maandiko inasema pia ni hali ya kuwa tayari. Hali ya kuwa tayari ili Mungu afanye jambo, azae jambo kwa wakati wake. Amen. Na nyakati tunazoziishi leo, yako mambo Mungu anayotaka kuyafanya kupitia wewe. Sema mimi. Na Mungu anasikia furaha kukutumia wewe ili aweze kufanya jambo. Kama ambavyo ameendelea kukutumia na mambo yameendelea kufanyika, na mtu yoyote aliye macho haibiwi. Haibiwi, si ndio? Na ukitaka muulize Mchaga kama amefunga macho, hauwezi kumuibia kwenye mfuko wake. Hata kama amefunga macho namna hii, huwa ana sense kuna kitu kinapita hapa, mtaibiwa. Na kwa sababu Mchaga ana asili ya kukesha asiibiwe, haibiwi kirahisi. Ila yeye anaweza akaiba kirahisi. Wachaga oye. Sijasema wewe unaiba, nimesema yeye anaweza, yani Mchaga anaweza akaiba kirahisi. Haleluya. Mtu ambaye yuko macho hawezi kuibiwa, hawezi kupoteza. Halo. Anayelala ndiye anayeibiwa. Na ndio maana Biblia inatuambia kesheni muombe. Hali ya kuomba ni hali ya kuwa macho kiroho. Na maandiko yanasema macho yetu ya kiroho yanahitaji kuwa macho zaidi. Nimechanganya jamani? Macho yetu ya rohoni yanahitaji kuwa macho zaidi. Na mtu aliye macho haibiwi mume, haibiwi mtoto, haibiwi kazi, haibiwi fedha. Walio macho wanaokesha hatuibiwagi kirahisi. Na kama tumeibiwa watarudisha. Maana tuko hapa kusema rudisha. Ndio maana ya maombi. Amen. Na Biblia inatueleza kwamba majaribu yako siku zote mpaka Yesu Kristo anarudi. Majaribu yapo, na majaribu hayatakoma mpaka Yesu anarudi. Na ndio maana Biblia inatueleza habari ya kukesha. Hakuna siku majaribu yataisha, ila tunatoka jaribu moja tunashinda, na tunapewa kwenda lingine na tunashinda, kwa sababu Yesu Kristo alishashinda, na sisi tunashinda na zaidi ya kushinda. Kwa hiyo nikiibiwa nikaja nikasema rudisha, huwa vinarudishwa. Hatukatishwi tamaa na majaribu, maana yapo tu mpaka Yesu arudi. Ila tunahitaji macho na nguvu ya rohoni ili Mungu atusaidie kupita maeneo yote salama, lakini kuzalisha tunavyotakiwa kuzalisha. Haitushindi. Hili ndio tangazo tumekuwa
mwaminifu wa kufanya na yeye ni mwaminifu wa kujibu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini niseme jambo la pili. Tusome kitabu kile cha Warumi ambacho tumesoma. Kitabu cha Warumi sura ile ya 8, tuanzie mstari wa 26. Nitakusomea mistari michache. Anasema hivi: kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe anasema hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Naomba tuende tumalize kabisa kusoma mistari hii. Naomba tusome kitabu kile cha Matendo sura ile ya 2. Nitamalizia hapo na ule mstari wa 1. Anasema hivi: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Mstari wa 2: kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto, iliyowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Jambo la pili ambalo Roho Mtakatifu anatuwekea kwa nafasi hii na muda huu, tumpatie Roho Mtakatifu nafasi ndani ya mioyo yetu. Tumpatie Roho Mtakatifu nafasi ndani ya maisha yetu, hasa maisha ya muombaji. Kama muumini, tunatakiwa kumwomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa. Na Biblia inasema ya kwamba roho hii radhi, lakini mwili ni dhaifu. Kwa sababu miili yetu ni midhaifu, hakuna namna tunaweza kutekeleza na kutimiza wito wa kuomba kama tusipompa Roho Mtakatifu nafasi. Ili tunalifahamu. Amen. Tunapompatia Roho Mtakatifu nafasi, maandiko yanasema ya kwamba yeye anatubebea udhaifu wetu wa kutokujua kuomba jinsi tupasavyo. Haleluya. Kuna vitu tusipomruhusu ndani yetu, hawezi kutuingiza kwenye kina cha maombi ambacho kinaweza kuleta matokeo makubwa. Na ndio maana kichwa kikubwa cha semina hii kinachotuongoza kinasema maisha ya maombi, na mada inayotupeleka inasema kumjenga muumini awe na maisha ya maombi, maombi ya kina na nidhamu mbele za Mungu aliye hai. Hichi ndio kichwa kinachotuongoza.
Hatuwezi kujua hicho kina ambacho Mungu anakitaka, na anayefahamu hicho kina ni Roho Mtakatifu pekee yake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tukimpatia nafasi, anasema yeye hutusaidia udhaifu wetu. Si kwamba hatujui kuomba, lakini tunapompa nafasi yeye anaturuhusu sisi ndani yetu anaomba kile alichokikusudia kwa Mungu aliye hai. Yako maombi Mungu aliyoyakusudia. Viko vitu Mungu alivyovikusudia. Sasa sisi hatuwezi kuvijua, hatuwezi kuvifahamu. Lakini Roho wa Bwana anapopewa nafasi ndani yetu, yeye anajua udhaifu wetu wa kutokujua kuomba, wa kutokujua namna ya kuomba. Kwa hiyo yeye akipewa nafasi hutusaidia udhaifu wetu. Anaomba sawasawa na Mungu anavyotaka ndani yetu. Ataombea usharika sawasawa na Mungu anavyotaka. Atatuongoza namna ya kuombea ndoa zetu namna yeye anavyotaka. Atatuongoza namna ya kuombea ujenzi wa kanisa namna yeye anavyotaka. Anasema sisi miili yetu ni midhaifu, na kanisa la Bwana saa imefika tumpe huyo nafasi ndani ya mioyo yetu. Haijalishi umemjua Mungu kwa miaka mingapi, haijalishi umekuwa na mahitaji ya muda mrefu kiasi gani, saa imefika tumruhusu Roho wa Bwana. Maana tusipompa nafasi akatubebea udhaifu wetu, tutakwama, tutaenda, hatutakuwa na kina. Na anayejua kina ni Roho Mtakatifu, maana neno la Mungu lina kina na lina mapana na lina kimo. Anayeweza kutupeleka in deep ni Roho Mtakatifu. Na dunia tunayoishi leo tunahitaji kina cha maombi. Tunahitaji kina cha maombi. Hakuna namna tunaweza kuwa salama. Tunahitaji kina cha maombi. Na ndio maana Biblia inasema Mungu amekuchagua wewe na amenichagua mimi tangu zamani, ili tumruhusu Roho wa Mungu aweze kututumia, kwa sababu kuna mambo Mungu anataka kuyazalisha na kuyatenda nyakati za mwisho, na anatafuta mwanamke na mwanaume aliye tayari, ili Roho Mtakatifu amtumie kwa ajili ya kutekeleza kile Mungu anachokitaka kwa kuomba ndani yetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Dunia inaenda kasi, dunia inaenda mbio, dunia inawayawaya, dunia inalewa kama mlevi. Tunamhitaji Roho Mtakatifu atusaidie kwenye kina cha maombi. Na wiki hii ni wiki ambayo maombi yangu kwa Mungu atuingize kwenye kile kina, akuondolee mipaka iliyowekwa mbele yako inayokuzuia usiwe na neema hii ya Roho Mtakatifu kiuombaji kama Mungu alivyokusudia. Ni wiki ambayo tunatamani Roho wa Bwana atuondolee vizuizi na vigezo vyote vya adui vinavyotuzuia kwenda mahali Mungu alikokusudia. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mungu amekuchagua wewe uwe kiwanda, na ndio maana nasema ninatenda kazi pamoja na wale wanipenda. Tusipompa nafasi hawezi kutusaidia udhaifu wetu. Na saa imefika kanisa la Mungu sisi tuwe viwanda vinavyotegemewa na Mungu kuzalisha vitu. Amen. Na ndio maana nasema kwenye Waefeso 3:20, atukuzwe basi, atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu mno kuliko yale tuyawazayo, yale tuyaombayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nisikilize watu wa Mungu, maana ya Pentekoste, kichwa hiki tulichopewa juma hili, maana ya Pentekoste ni nguvu ya Roho Mtakatifu inayoishi, nguvu ambayo inapita kwenye moto haiteketei, nguvu ambayo inapita kwenye majaribu haiishi, nguvu ambayo hata kama ulimwengu ukipinduka, hiyo nguvu bado ina uwezo wa kuishi. Na ndio maana Biblia inasema Yesu Kristo alipo
hofu namna dunia inavyoenda, mambo yanayotokea duniani, matukio makubwa ya kutisha duniani, lakini waliketi mahali pamoja. Na Biblia inasema Yesu alikuwa amekwisha kuahidi kwenye Yohana 16:7, aliwaahidi akiwaambia, ninaenda, yawafaa ninyi mimi niondoke, alafu aje Roho Mtakatifu, maana huyo akija anazo nguvu ambazo dunia haiwezi kuzuia. Hiyo nguvu dunia haiwezi kuzuia. Hata mkipita kwenye moto, hiyo nguvu inaishi. Hata mkipita mkigarakishwa na maji, hiyo nguvu inaishi. Mkigarakishwa na majaribu, hiyo nguvu inaishi. Tunaweza kukanyaga kwenye majaribu na ulimwengu huu na tukatoka salama, sisi na vizazi vyetu, sisi na watoto wetu, na kanisa la Bwana, na waume zetu na wake zetu, tukawa salama. Tukawa salama. Mpigie Bwana makofi mengi, aliyetukirimia mambo hii na neema hii kubwa sana. Saa imefika, kama tumeitwa na Bwana, mimi nataka nikuambie atajitukuza tu. Bwana aliyekuita atajitukuza, haijalishi namna ulivyo sasa. Mimi nataka nikuambie tunaye Roho Mtakatifu ambaye anakuonea shauku, anakuonea kiu kuliko wewe unavyomwonea kiu. Tuinue tu mikono yetu kwa unyenyekevu mbele za Bwana. Tufuatane maombi haya kwa dakika hizi chache. Sema, Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, ni mbele zako tunanyenyekea. Asante kwa kuniita, asante kwa kunichagua, asante kwa kunikomboa, asante kukubali Roho wako awe ndani yangu. Bwana, nakubali asubuhi ya leo achukue nafasi ndani yangu, anihurumie, anisaidie. Kwa damu ya Yesu Kristo nisafishwe tena. Bwana, naomba macho yangu ya ndani yatiwe nuru katika Roho Mtakatifu. Mahali nilikolala kiroho, nisamehe Bwana, nipe neema tena. Amsha moyo wangu ndani yako, ndani yangu. Ondoa usingizi wa kiroho ndani ya maisha yangu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu na neema yako. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu na neema yako. Mimi ni mdhaifu, ninakubali kabisa, unisaidie. Mimi ni mdhaifu, ninakubali kabisa, unisaidie. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Yesu. Ondoa ndani yangu kuchoka kiroho, kukata tamaa, nisimamishe tena panako nafasi, kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Tulia. Baba yetu uliye mwema, hili ndilo kanisa lako Bwana la hapa Karanga. Hawa ndio watu wako Mungu, uliona thamani yao na kuheshimu maisha yao na kuheshimu hai wao. Baba, hawa ndio watu unaowatafuta kwenye jimbo hili. Hawa ndio watu unaowataka kwenye dayosisi hii, kwenye usharika huu, kwenye familia hii. Tafadhali Mungu Roho Mtakatifu, wewe ni nguvu iliyo hai. Bwana Yesu, naomba uyaguse maisha ya kila mmoja aliyeingia hana amani. Naomba aondoke kwenye malango haya akiwa na amani na nguvu ya Roho Mtakatifu, akiwa ameatiliwa kiu na shauku ya kukutafuta wewe ndani yake, kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana, macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, tujue tumaini la mwito wako na utukufu wako.
jinsi ulivyo katika juma hili la Pentekoste na katika maisha yetu. Utukufu na wewe Mungu milele na hata milele. Amen. Naondoka kutembea nuruni mwa mbingu, na moyo safi, na moyo safi kabisa, kumpendeza Mungu, kijito Bwana aendelee kuwabariki na kuwalinda siku zote za maisha yenu. Awaangazie nuru za uso wake na kuwatendea yaliyo mema. Tena siku zote awainulie uso wake, awe baraka kwenu, awe faraja kwenu, awe mafanikio mema kwenu, na tena awe amani kwenu. Na kutakia baraka hii katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.